eneo la Baringo ambako mtazamaji, tofauti na maeneo mengine ambapo ni kinyang'anyiro cha ubunge, huku ni kinyang'anyiro cha useneta, na bila shaka mwandishi wetu wa habari Mike Chalo amekuwa akifuatilia taarifa hii, na sasa tunaungana naye mbashara. Chalo, habari za sasa? Baringo kukoje, na labda ni yepi ambayo yametukia mchana kutwa na ni yepi ambayo tunatarajia hiyo kesho? Naam, kweli kabisa. Asante sana Ngwin Kilemi. Katika eneo hili la Baringo ya Kati hapo ni kitovu cha chaguzi hizi. Kumbuka uamuzi mkubwa wa kiti hiki cha useneta utakuwa unafanyika katika eneo bunge hili ambalo ni Baringo ya Kati, na ambapo kura katika maeneo bunge yote 6 zitakuwa zinajumlishwa hapa. Kumbuka ni maeneo bunge 6 na yazungumzia eneo bunge la Tiati, Mogotio, Barzini, Baringo ya Kati na Baringo ya Kusini, sawa na la Eldama Ravine ambalo liko na wapiga kura wengi zaidi katika kati ya maeneo 6. Na ni kiti cha useneta ambacho kiliweza kuachwa wazi baada ya seneta Cheptumo kuweza kufariki mapema mwaka huu, na kando na matarajio ya wengi ni kiti ambacho kitakuwa na ushindani mkubwa. Kwa nini? Baada ya mwenyekiti wa chama cha KANU kuweza kujiondoa, na mzungumzia Gideon Moi, aliweza kusalia ambao ni farasi ambao watakuwa wanapigania kiti hiki, na mzungumzia Vincent Chemutai sawa na wakili David Kipruto ambaye anasimama kwa chama cha kibinafsi. Kumbuka kuwa wakili Chemutai Chemutei anasimama na chama cha UDA, na hivyo basi wakazi wa kaunti hii watakuwa wanapiga kura kwa njia ya kumsuta aliyekuwa mwaniaji wa chama cha UDA, kuhakikisha kuwa wale ambao waliweza kuwa ni wagombeaji ama ni chama cha mgombeaji wa UDA wanaweza kuhamia kwa hiki chama chengine. Na tuliweza kuzungumza na kamishna wa Baringo, akaweza kutuhakikishia kuwa usalama umeweza kuidhinishwa katika hali, na vile pia akaweza kutuhakikishia kuwa sehemu ya Baringo Kaskazini ambayo kwa kawaida huwa iko na utata ya usalama, maafisa zaidi wameweza kufikishwa kule kuhakikisha kuwa wapiga kura kuweza kufanya kazi yao ipasavyo. Na pia tukaweza kuzungumza na afisa wa IEBC ambaye anasimamia eneo bunge hili la Baringo ya Kati, na akaweza kutuhakikishia kuwa vituo 3 vile ambavyo vimesombwa kutokana na ongezeko la maji katika bwawa Baringo na bwawa Bogoria vimeweza kutengwa vituo vingine, na wapiga kura watakuwa wanapata sehemu mbadala ya kupiga kura. Hivyo basi Andrin, tuweze kusikia wawili hao walichokisema mchana wa leo. Tumeweza kudeploy officers wetu katika kila maeneo kuona kwamba mambo ya usalama imeweza kuimarishwa, na tunawaambia wananchi kwamba waweze kujitokeza kwa wingi ili waweze exercise their right ya kupiga kura. Hakuna hofu yoyote katika maeneo yoyote. 6 constituencies, 10 sub-counties, security iko imara. But in those areas where insecurity areas where there were issues of insecurity, we have deployed our officers under the general security to ensure that all the areas are covered in terms of patrols. Tuko na vituo 1029 na tumeweza kupata officers wa kuweza kuona kwamba wameweza kupeleka IEBC officers katika ile maeneo. We are currently dispatching all our officers, the presiding officers, the deputy presiding to the various polling stations. And in Baringo Central we have 100. Asante sana, ndio maoni hayo na tunaendelea kufuatilia hiyo ndogo hapa katika kaunti ya Baringo. Kwa vyote 1029 vitakuwa ange na vitakuwa vinafanya kazi kesho, na tuko katika kuhakikisha kesho tuna maji wetu kutokana na chaguzi hizi za useneta hapa katika kaunti ya Baringo. Kilemi.
Naam, asante sana Mike Chalo kutoka Baringo ambako anafuatilia kinyang'anyiro cha useneta. Mtazamaji ni